Ni hatua muhimu na ya mwisho ya upokeaji wa karatasi za kura ambazo tayari zimeshafika hapa Tume ya Uchaguzi Zanzibar na tayari zimeshahifadhiwa. Tarehe 29 zoezi litakuwa ni moja tu, kumchagua rais wa Zanzibar, kumchagua mwakilishi pamoja na madiwani. Na hapa mara baada ya upokeaji wa karatasi za kura, mkurugenzi wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar anazungumza mara baada ya upokeaji wa karatasi hizo za kura. Hizi ripoti za AyoTV pamoja na millardayo.com. Mimi naitwa Said Tizedei. Hafla yetu ya leo ni kwa ajili ya kupokea karatasi za kura. Kwa niaba ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, napenda kuwakaribisha kwa dhati kwenye tukio hili muhimu la makabidhiano rasmi ya karatasi za kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa rais, wawakilishi na madiwani unaotarajiwa kufanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapofikia hatua hii ya leo, ni vyema tukakumbushana kuwa kazi hii ilitanguliwa na mchakato wa zabuni uliohusu viwanda vinne tofauti, ambapo tume ilifanya tathmini ya kina, ikiwemo kutembelea moja kwa moja viwanda hivyo ambavyo ni Lebon Litho Printers Pty Limited iliyopo Johannesburg na Uni Printer iliyopo Durban, Afrika Kusini, kampuni ya China Electronic Shenzhen Company ya nchini China na wakala wa serikali wa uchapaji Zanzibar ZGP, na hatimaye Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar katika mkutano wake wa 5/2025 wa tarehe 18 Agosti 2025 ilizinisha wakala wa serikali wa uchapaji Zanzibar kupewa kandarasi ya uchapishaji wa karatasi za kura. Uamuzi huo wa tume ulitokana na ushindani uliofanywa na kampuni 4 zenye uzoefu katika masuala ya uchapishaji. Utaratibu wa kumpata mzabuni ulitumia njia ya zabuni maalum, kwa maana restricted tender, ambayo huwa haitangazwi bali hutafuta wazabuni kwa mahitaji husika kwa kuzingatia vigezo na viwango vilivyowekwa na taasisi. Hata hivyo, tume inaingia katika historia nyingine ya kuchapisha karatasi za kura hapa nchini, ambapo kwa nchi za Afrika ni nchi chache zenye uwezo huo, ikitanguliwa na nchi ya Afrika Kusini. Aidha, tunafurahi kueleza kwamba gharama za uchapaji zilikuwa shilingi milioni 908,327,300, wakati bajeti iliyotengwa ilikuwa ni shilingi bilioni 1,245,592,000. Kwa hiyo kupokelewa kwa karatasi hizi za kura leo hii, tunakamilisha maandalizi ya vifaa vyote muhimu vya uchaguzi na hivyo kuiwezesha tume kuendelea na hatua zinazofuata kwa utulivu, kwa wakati na kwa ufanisi.